Mashirika mawili makubwa yanayojihusisha na haki za kidijitali, yani Paradigm Initiative yani PIN na Tech and Media Convergence TMC, yametoa mapendekezo kwa mamlaka ya mawasiliano hapa nchini kwa maana ya TCRA kurejesha kikamilifu upatikanaji wa mtandao wa kijamii wa X ambao zamani ulikuwa unafahamika kama Twitter, na kujitolea kwa internet iliyo wazi na inayopatikana kwa wote kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Mapendekezo hayo yametolewa Mei 29 mwaka huu jijini Dar es Salaam na mkurugenzi wa TMC, shirika linalojihusisha na maendeleo ya tehama nchini, Asha Abdullahi, kufuatia serikali ya Tanzania kuzuia upatikanaji wa mtandao wa X ambao zamani ulikuwa unafahamika kama Twitter, alipokuwa akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika baada ya kumalizika kwa warsha ya siku 2 ya Digital Rights and Election in Africa Monitor yani DREAM, toleo la Tanzania. Uliangazia vitisho vinavyojitokeza na vikwazo vinavyoendelea dhidi ya haki za kidijitali kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Abdullah alieleza wasiwasi wa mashirika hayo kuhusu hali ya haki za kidijitali na nafasi ya kiraia, hususan katika eneo la uhuru wa kujieleza, upatikanaji wa taarifa na uhuru wa vyombo vya habari mtandaoni. Amependekeza pia TCRA kuepuka kufuta au kuzima kwa hiari majukwaa ya vyombo vya habari mtandaoni na kuhakikisha uhuru wa kujieleza mtandaoni na nje ya mtandao, hasa kwa wanahabari, wanasiasa na sauti za kiraia kama inavyolindwa na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pamoja na hayo, alipendekeza kutangaza taarifa za uchaguzi kwa njia rahisi kufikiwa na kwa lugha za kienyeji, ambapo kwa upande wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora yani CHRAGG, aliitaka tume hiyo kufuatilia hali ya haki za binadamu na kidijitali wakati wa mchakato wa uchaguzi na kuripoti ukiukwaji wa uwazi. Kadhalika, kwa kushirikiana na asasi za kiraia, alipendekeza tume hiyo ya haki za binadamu na utawala bora kuongeza uelewa kuhusu matumizi bora ya mitandao. Kwa upande wa kampuni za mawasiliano, ametakiwa kuhakikisha utulivu wa mitandao na uwazi kuhusu maagizo yoyote kutoka serikalini kwa kutoa taarifa kwa umma na kuchapisha ripoti za uwazi mara baada ya kuhusu maombi ya serikali kuhusu maudhui au upatikanaji wa taarifa. Amesisitiza tena dhamira yao ya kuendeleza mazingira jumuishi, shirikishi na yenye kuheshimu haki katika matumizi ya kidijitali, Tanzania inapojielekeza kwenye mojawapo ya nyakati muhimu zaidi za kidemokrasia katika historia yake. Awali, mkurugenzi mtendaji wa shirika la Paradigm Initiative, Gibenga Sesan, amesema mpango wa DREAM ni sehemu ya mradi wa bara zima unaoratibiwa na Paradigm Initiative kufuatia kuhifadhi kumbukumbu na kujibu ukiukwaji wa haki za kidijitali katika vipindi vya uchaguzi, kwamba toleo hilo linajenga juu ya jitihada zilizofanyika wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka 2024 ambao linafanyika sambamba na mkutano wa 2025 wa utawala wa mtandao wa Afrika yani AFIGF. Afternoon. My name is Benga Sheson. I'm Executive Director at Paradigm Initiative, and we are glad to be in Tanzania today. With the Tech and Media Conservancy, we are hosting the Digital Rights and Elections in Africa Monitor, the Tanzania edition. Paradigm Initiative is a Pan-African non-profit. We started working in 2007 with our headquarters in Lagos, Nigeria, and offices in Cameroon, in Senegal, in Zambia, in Zimbabwe, in Kenya, and in Nigeria. And we have been working in Tanzania since 2017. Not just following what is happening in Tanzania, but also investing in Tanzania through education, technology education for young people across the country, and of course our digital rights work. And so as Tanzania goes towards elections, again, we did follow the 2020 elections, and as you know, we approach the October 28, 2025 elections, we are also interested again in not just having conversations about what happens before, during, and after the elections, but also to bring our project, DREAM, also back to Tanzania. DREAM is the Digital Rights and Elections in Africa Monitor, and across 11 plus countries, we've had conversations about elections and how digital rights are affected. And we are very particular in terms of Tanzania because of the current unfolding issues, including the ongoing shutdown on Twitter, which has now lasted for 9 days. Unfortunately, every time that either the whole internet or a section of the internet is shut down, countries lose money, countries disconnect people
from relevant information. And as an organization, we believe that the three-part test was not conducted before this was done. The first is legality. What is the legal basis behind shutting down a platform? The second is necessity, and the third is proportionality. It is definitely not proportional to the incident, the cybersecurity incident that happened with the government's Twitter handles. We've seen this happen in many countries, and that is why we speak to the many examples. I will start by saying that we are just in April, on April 30 actually, released a report called Londa. Londa is a report we've been writing since 2016, before we even started working in Tanzania, and we've been studying every country. Last year, we studied 27 African countries, and we rated all of these countries based on their citizens enjoying human rights. And by the way, these are not based on any Western standards. These are Ubuntu African standards. We are because we are. We speak as Africans, not influenced by anything that anyone says beyond our continent, because we know that Africa has missed out on many opportunities in the past, and right now we need to speak to ourselves as brothers and sisters about what Africa must do for Africa to make progress. Wa hiki kikao kwa hapa nchini nitaongea Kiswahili. Ni mengi yameongelewa na partner wetu hapa Mr. Benga kutoka Paradigm Initiative, ikiwa ni shirika ambalo linafanya kazi ya Afrika na linafanya dunia nje ya Afrika pia, lakini limejikita Nigeria. Tukielekea katika mazungumzo ya kina ambayo yanaendelea sasa hivi nchini kwetu, haswa inapokuja kwenye masuala ya kutumia mitandao ya kijamii, haswa inapokuja masuala ya kile kinachoendelea katika mitandao ya kijamii, na tunazungumzia katika eneo la maudhui. Sitapenda nirudie mengi aliyoyaongea, lakini ningependa kusisitiza kwamba ni kwa nini tulikuwa na haya mafunzo. Unajua, mijadala inapokuwa inazungumzwa, ndani ya nchi na nje ya nchi ni tofauti. Yaani kwetu sisi tuliona kama Tech and Media Convergence tushirikiane na Paradigm, tuite wadau na kutoka sekta mbalimbali. Wadau wenyewe wapo, wengine wapo katika masuala ya siasa, wengine wapo katika masuala ya media, wengine mashirika yasiyo ya kiserikali, wengine ambao wanafanya kazi na serikali kwa namna moja ama nyingine. Tumepata pia kupata wawakilishi wa serikali baadhi, ili kuweza kujadili. Maana sasa tusipojadili, kila mtu anatoka na nadharia yake, yani ufahamu wake. Ni lazima tukae tujadili, tuangalie nini ni tatizo. Je, njia zinazotumika ni sahihi? Ni namna gani tunaweza tukakutana kama wadau wote ili tuwe na njia nzuri ya kwenda kutatua matatizo mengine? Kwa sababu kuna changamoto nyingine, unakuta hatua zimechukuliwa, unaona hatua ni maybe pengine hatua inaeleweka ni kwa nini imechukuliwa, na sio kibaya kwamba hatua imechukuliwa, lakini njia ambayo inakuwa inatumika sio sahihi, inaharibu kuliko kujenga. Sasa moja ya matokeo ya mkutano huu kwanza ilikuwa kukutana na wadau na kufundishana na kuelezana. Unakuta saa nyingine mtazamo wa wenzetu huko nje ya nchi, nje ya nchi jinsi tunavyoendesha au nini kinaendelea Tanzania ni tofauti, kwa sababu hawajaja on the ground, kwa sababu wanasikiliza kutoka mtandaoni, wameona habari kutoka mtandaoni, ila wakija hapa ndani tukijadiliana, tunaambizana ukweli kwamba shida iko wapi, je, hii ni njia ni sahihi? Tuchukulie mfano mtandao wa X haupatikani sasa hivi, lakini je, ni njia gani pengine unaweza kukuta kwamba katika mijadala kama hii sisi tumeongea, tunakuta kumbe kulikuwa na njia nzuri zaidi ya kuweza kutatua, kulikuwa na njia nzuri zaidi ya kuweza kuendesha ili kuweza kufika hapo. Kwa sababu sasa tena saa nyingine tunajikuta kama nchi tunaingia kwenye vyombo vya habari vya kimataifa kwa kitu ambacho pengine kingeweza kuzuilika. Swala lingine ambalo sisi tunaona ni muhimu sana na tunaelewa ni kwamba matatizo ambayo yanakuwa matatizo na changamoto ambazo zinaingilia haki za kidijitali za binadamu ni nyingi, zinaweza zikazuilika. Na vile kwa sababu watu wengi kuna uelewa, sheria nyingi sana zinakuwa zinavunjwa pengine na mamlaka na watu. Tumeona mfano ambao sasa hivi unaingia mtandaoni unakuta maudhui, nafikiri mpo, tunaona viongozi wakidhalilishwa. Unakuta kiongozi wa heshima kabisa wa juu unaingia mtandaoni kavalishwa sidiria, yani kitu ambacho akipo. Tunafikiri sisi kwa mijadala yetu tumetambua kwamba kila stakeholder, tunasema kila wadau, kuna makosa wanayofanya. Kuna makosa wananchi wanayofanya, kuna makosa ambayo mamlaka inaifanya,
kuna makosa pengine vyombo vya habari vinafanya, lakini kwa sababu hatukai tukazungumza na kujadili zipi ni njia sahihi, na kama pengine hata maybe zile tunasemaje, solutions kama zilikuwa ndo njia sahihi. Naomba nisiongee sana kwa sababu mengi tumeongea, wote mmekuepo sehemu ya mjadala. Tuna press hapo ambayo mtaiangalia, iko kwa kina kabisa, lakini otherwise kitu ambacho tunatamani mfahamu ni kwamba sisi kama Teken Media Convergence tunahamasisha sana katika haya mijadala, tunahamasisha watu kuweza kufuatilia, kwa sababu tunafikiriaga kwamba masuala yanayohusiana maudhui au masuala yanayohusiana na internet ni mambo ambayo yanaenda tu, sio kweli. Na ndio maana hata tunafurahi kwamba kuna wakati pia serikali inaunga mkono juhudi ambazo zinaendelea. Hapa nikiwa ninaongea, tuko kwenye mkutano wa masuala ya utawala wa mitandao. Kutakuwa na mijadala tofauti, nchi karibia 66 zinaweza kushiriki. Hiki ambacho tumekiongea hapa, kila ambacho amewasilisha Mr. Benga kitaendelewa kujadiliwa na kuongelea kwa siku 2 zijazo pale Julius kwenye ukumbi wa JNICC, na nina matumaini sana kwamba nyinyi kama waandishi wa habari tunawaomba mfikishe ujumbe. Wananchi tuna haki, sio tu tuna haki ya kuweza kupata haki zetu, lakini tuna haki ya kuwa na sisi kuweza kuwajibika katika kuhakikisha kwamba tunakuwa na raia wema kwenye mitandao. Tumetoa hapo recommendations ambazo naamini wote mmezidaka, lakini tumetoa recommendation kwa mamlaka ya TCRA na serikali kwa ujumla. Tumetoa recommendation kwa mashirika sio ya serikali, majukumu walionayo na wao, recommendation kwa wananchi. Tumetoa recommendation kwa mamlaka inayohusiana na haki za kibinadamu kuweza kufuatilia na kuhakikisha kwamba tunaripoti yale ambayo yanaweza kutokea. Pengine kwa kusisitiza, ningependa kusema kwamba hata kwa Teken Media Convergence mwaka huu tulitoa ripoti ya kuonesha hali ya utawala wa mitandao, ikiweza kuchambua na kutoa taarifa hizo chache. Kwa hiyo sasa unakuta kwa sisi kama Teken Media Convergence tumetoa ripoti kwa level ya nchi, ila wenzetu hapa wanatoa kwa level ya Afrika. Kwa hiyo unaweza ukafanya comparative analysis na unakuwa na taarifa za kutosha. Na washauri na ninawasihi sana kwamba tuwe wasomaji na zile ripoti mkiweza kuzifuatilia na kweli mzingatie na kujifunza humo. Asante sana. Mapendekezo inakuwa Kiswahili mapendekezo yetu kama Teken Media Convergence kushirikiana na Paradigm Initiative, tunaamini kwamba kuna njia tofauti ambazo zinaweza zikatatua matatizo. Kwa kweli tunasihi sana kwanza makampuni ya simu wafahamu kwamba watu ambao wanawahudumia ni wananchi, na inabidi na wao watafute njia, kwa sababu kama wao wameridhika tu na kila ambacho kinakuwa kinatokea, ina maana hawezi wakatafuta njia suluhishi. Kwa hiyo kwa njia hiyo pia tunapenda pia kupendekeza mamlaka ya mawasiliano kutafuta njia mbadala ambazo zinaweza kusaidia na kuweza kufungulia mtandao wa X ili kuweza kuwafikia wananchi, kwa sababu ni mtandao ambao ni muhimu sana kwa Tanzania. Lakini pia tungependa pia kusisitiza pia mashirika yasiyo ya kiserikali kuweza kufanya jitihada zake ya kuweza kueleza wananchi, kuhabarisha wananchi ni jinsi gani wanaweza wakawa raia wema. Hapo tungependa kusisitiza tena na kuomba kwa mamlaka kuweza kuwapa uhuru wananchi wa Tanzania kuweza kuzungumza kwa uhuru kwa kila wanachokizungumza, imradi kiko ndani ya mipaka ya kila ambacho kinatakiwa kuzungumzwa. La mwisho kabisa hapa nafikiri ni hayo tu, asante. Okay, so a lot has been said. My name is Miriam Beatrice Wanjiru. I work with Paradigm Initiative, and for civil society organizations that are represented here, that we requested for this press briefing, that is Paradigm Initiative and TMZ. Over and above what has been said, I just want to narrow it down and say that it's not just about technology that we are talking about. We are talking about people. We are talking about human rights. We are talking about people accessing their rights to express, their right to participate, their right to, use the internet without being curtailed. And it is quite shameful that we are
currently having the Africa Internet Governance Forum, as X is not available in the country. And so civil society organizations represented here, in particular Paradigm Initiative, we just want to remind our brothers and sisters in Tanzania that elections come and go. Political parties will come and go. Members of different political parties will come and go. And so it is not befitting to, curtail freedom of expression and access to different sites of social media just because an election is coming up, or just because a few people have said something that one or two people do not like. And I've also had commentary in the last couple of days that different civil society organizations, international organizations are coming into the country. What business do they have in the country? And I think we all agree that this is Africa, and Africa is our business. Not in the arrogance that we do not respect sovereignty, but just to say that we've been there, done that. It does not work. If you take down Twitter, if you shut down the internet during elections, it does not work. And as we were just discussing a few minutes ago in the conference, that countries that have done this in the past, you see investors running away. So it is counterproductive to the country, to issues around human rights, and to the people. And as I conclude, this is not just something from the blues. We are not just waking up and saying, Twitter must be on, or don't shut down the internet during elections. It is actually enshrined within the very frameworks internally and nationally, internationally rather. So in the the national constitution allows for free speech. We have different declarations that Tanzania has been part of, has signed, has ratified at the level of the African Union, at the level of the United Nations. And so let us be respectful to the very rights that people and the electorate should enjoy before elections, during elections, and after elections. And as we keep saying, elections will come and go. And so as Paradigm Initiative, this is a mantra that we continue to preach, and Tanzania is very near and dear to us, and we hope that the recommendations that we've given to government, to civil society organizations, to human rights organizations, that they will be upheld, and to just remind all of us that the international community is watching, and we are hoping that it will not be a repeat of previous elections where people were rights were violated and people were not able to participate online during elections. And so we hope that it will not be a repeat of the same. And just to remind everyone that, as Paradigm Initiative, we have platforms that allow for reporting in case of any digital rights violations, and that is reported.africa. Not in the hope that we are hoping, the government or different agencies will violate digital rights, but in the event that they do, just to remind everyone that there are mechanisms and frameworks for redress, and we are always happy to help.